wana Bagamoyo ni pamoja na mzee JK na wabunge wetu akiwemo Ridhiwani na Mkenge na wengine wote. Wakati wa maandalizi hao watashiriki, kuna sehemu watashiriki kama wenyeji ambao wanayafahamu maeneo hayo na wanalo la kufanya na la kusema. Kuna sehemu watashiriki kama viongozi walokuwepo wakati baadhi ya vitu vinaanzishwa na vinapata hadhi. Kwa hiyo watashiriki. Lakini sasa hivi hatuwezi kuwataja kama wadhamini, hapana. Tunasema ni wadau ambao watashiriki katika maandalizi. Kimsingi katika maandalizi wazee wetu hawa wote maarufu wao, na wako wazee hapa wengine maarufu wanaifahamu Bagamoyo vizuri sana. Lakini na nyinyi mnajua hata hotuba ya Mheshimiwa Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuna maeneo anahitaja Bagamoyo. Wako wazee wengine walikuwepo wakati ule. Tunataka na wenyewe watoe ushuhuda. Na kwa maana hiyo ni jibu tu kwa ufupi ni kwamba mzee JK ni mzee maarufu kwa huku Bagamoyo. Nikisema Bagamoyo maana yake pamoja na Chalinze. Kwa huku Bagamoyo mzee JK ni kati ya wazee maarufu. Kwa hiyo yeye yumo na naweza kusema ni katika watu ambao wanashiriki katika maandalizi ya filamu hii. Kwa hiyo watakapojitokeza wadhamini, tutakapokuwa tunaendelea na maandalizi, pale itakapokuwa sasa ni nafasi ya wazee hao kuhojiwa na kutakiwa waingie kwenye filamu kwa kila ambacho tunadhani wakifanye na wakizungumze, wataonekana. Kwa hiyo tuliwaita kwa ajili ya kwanza kuwaeleza kwamba tunaandaa hiyo filamu kubwa ya kisasa ambayo tunadhani tukifanikiwa kukamilisha, ambayo tunadhani tutaikamilisha ndani ya miezi 2 mpaka 3, tunakwenda kuirusha kwenye hayo mashirika makubwa ya habari ya ndani na nje ya nchi. Filamu itagusa maeneo yote ya utalii, kuanzia utalii wa kiutamaduni, utalii wa kihistoria, utalii wa mbuga za wanyama. Mnafahamu Bagamoyo tuna mbuga 2 za wanyama, wa Mimbiki ambayo iko kule upande wa Chalinze na Sadani ambayo iko upande wa Bagamoyo na Chalinze. Na mnajua Sadani ni kati ya hifadhi ya taifa yenye sifa ya kipekee, hifadhi ambayo imepakana na bahari ya Hindi. Ni hifadhi pekee ambayo ukienda mida fulani ya asubuhi kule bichi, ni binadamu anakutana na tembo, anakutana na simba, anakutana na wanyama wengine wanapunga upepo wa bahari. Ni hifadhi chache duniani. Sisi Bagamoyo, wilaya ya Bagamoyo, tunayo hiyo hifadhi ambayo imepakana na bahari, na kwamba kuna wakati ukipita kwa boti unakutana na hayo ambayo nimeyazungumza, kwamba unaweza kwenda bichi ukastarehe bichi ukiwa una wanyama ukakutana nao kule bichi ya bahari ya Hindi. Hii ni kwa sababu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu, mtakumbuka kwenye Royal Tour, Bagamoyo ni kati ya maeneo ambayo alikuja kurekodi. Sisi tumesema tusimwache peke yake. Alituanzishia jambo kubwa na jambo zuri. Sisi watu wa Bagamoyo tunaenda kutengeneza filamu inayogusa sasa Bagamoyo tu na utamaduni na utalii uliopo Bagamoyo. Kwa hiyo ombi letu sasa, kwa nini tumewaita? Moja, tunaomba ushiriki wenu kama waandishi wa habari, kama taasisi za habari, tusaidie kuwatangazia Watanzania na dunia kwamba kuna filamu inaandaliwa. Lakini pili, tunataka sasa muambie, tunawaomba sasa wadhamini waje wajitokeze kudhamini maandalizi ya filamu hii. Kwa sababu mbele ya safari filamu hii kama nilivyosema itaonyeshwa kwenye ndani na nje ya nchi, kwenye mashirika makubwa ya habari. Nikisema wilaya ya Bagamoyo na maana ya Bagamoyo na Chalinze. Chalinze nako kuna vivutio vikubwa sana vya utalii. Kule kuna Wamimbiki ambao iko kando kando ya Mto Wami, kuna utalii wa kuvua kwenye Mto Wami, kuna utalii wa kuogelea kwenye Mto Wami, kuna utalii wa kupanda milima iliyoko katika Wamimbiki kule, milima ambayo ukiwa kule juu unaona mandhari mpaka ya Dar es Salaam vizuri sana. Lakini tunakaribisha watu ambao wako tayari wa kuanzisha camps za kitalii ndani na ujenzi wa mahoteli. Kwa hiyo tunataka ile filamu ijieleze na watu wajue kwamba Bagamoyo ndio kitovu cha historia ya utalii. Kwa kufanya filamu kwa sababu tumesema dunia imebadilika, teknolojia imebadilika. Utalii sasa mtu anaenda kwenye kila ambacho anakiona
sio ile ya kusikia tu, anaona kwamba kumbe Bagamoyo kuna hiki. Kwa hiyo kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametuanzishia. Kwa ni jukumu letu sisi wasaidizi wake sasa kuendeleza pale alipoanzisha. Yeye ametengeneza Royal Tour inazungumzia utalii wa nchi nzima. Sisi sasa kila mmoja kwenye eneo lake uko utalii ambao watu wanaweza kuufanya. Kwa hiyo sisi ni jukumu letu kuhakikisha kwamba kwenye maeneo yetu tunaandaa kitu ambacho kinahusiana na maeneo yetu. Sisi kama Mtembezi Adventures tuliona fursa ya kutangaza utalii wa Bagamoyo ili kuweza kuirudisha Bagamoyo kuwa kwenye hadhi ya kuwa kinara au kuwa kitovu cha utalii wa historia na mambo kale. So far tumeshaanza maandalizi, tuko kwenye zaidi ya 40% na tunashirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya, tunashirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Pwani, tunashirikiana na wizara husika, tunashirikiana na taasisi tanzo ambazo ziko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, wakiwemo TAWA, TANAPA na wadau wengine. By the way, Bagamoyo Premier Tour ni documentary film ambayo inaenda kuelezea kwa kina kuhusu utalii wa Bagamoyo. Itagusa kila eneo ambalo Bagamoyo kuna utalii. Itagusa kila sehemu ambapo Bagamoyo kuna utalii. Karibuni Bagamoyo, karibuni Mtembezi Adventures. Tunazo nafasi bado, kunapokea sponsors. Unaweza ukafika ofisini kwetu pale Portview Tower, unaweza ukafika Dar es Salaam na ukawasiliana na sisi. Matarajio yetu tunategemea kuona baada ya hii documentary ya Bagamoyo Premier Tour, tunategemea kuona Bagamoyo ikiwa kwenye level nyingine zaidi ya utalii. Tunategemea kuona flow ya wageni ikiongezeka. Tunategemea kuona ule mnyororo wa thamani wa utalii ukiwa kwenye sehemu yake sasa, kwamba utalii uwe ni ecotourism, kwamba utalii umnufaishe kuanzia mwananchi wa kawaida, uje umnufaishe mamlaka, unufaishe serikali, inufaishe na wadau wote wa tourism. Kwa hiyo ndio maana tunasema mnyororo wa thamani wote wa tourism tunategemea kuona ukinufaika na hii project ya Bagamoyo Premier Tour. Azania Bank imeona ni fursa kuweza kushirikiana na kumsupport Mama Samia kwa sababu amesaidia kwenye upande wa utalii. Kwa hiyo Azania tumeona ni fursa yetu kuweza kushiriki kuleta bidhaa zetu na products na services kwa wananchi wa Bagamoyo. Tutakuwepo, tutashiriki. Benki ina bidhaa tofauti tofauti kwa upande wa utalii na wananchi wa Bagamoyo na Watanzania kwa ujumla. Tuna aina nyingi za products ambazo tutawaletea kama za wanawake, mikopo ambayo kuna mkopo wa mwanamke hodari ambaye asilimia interest ni 1% kwa mwezi, kwa mwaka na 12%. Tujishughulisha pia na ubadilishaji wa hela, forex exchange, na kwa kifupi ni services zote za kibenki.